إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الأمة ومحى الذل تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع والضلالات والنار. إخوة الأماجد، أوصيكم وأوصي نفسي المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم من الفائزين فوزا عظيما. إخواني في الله، إن الناظر في حال مجتمعنا اليوم يجد أمرا عجيبا من انتشار كثيرا من المفاسد كالشرك والكبر والحسد والخيانة والبغضاء وحصول الهجران والقطيعة بين الناس وغير ذلك من الأمراض التي حلت بمجتمعنا. لو سألت نفسك يوما عن ذلك تجد أن من أعظم أسباب ذلك فساد القلوب. Ndugu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani ndiyo njia pekee ambayo kwamba itakayotupelekea sisi kuirithi na kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asema katika Qur'an: tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya. Hiyo ndio pepo ambayo kwamba tutakwenda kuwarithisha waja wetu ambao kwamba ni wachaji Mungu. Ndugu zangu katika imani, bila shaka kwa yoyote yule ambaye kwamba atakwenda kutizama hali za mujtamaa wetu vile ulivyo, jamii yetu vile ilivyo, atakwenda kuona na kukuta kuna mambo mingi ambayo kwamba Waislamu wanafanya ni katika mafasid, ni katika mambo mabaya, kama kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kama mtu kuwa na kibri, kama mtu kumfanyia uhasidi mwenzake, kama mtu kuwa na chuki na mwenzake, kama mtu kukata kizazi na mwenzake. Lau utakwenda kuuliza haya yote yanatokana na nini, utakuta ni fasadul qulub. Nyoyo zetu kuwa chafu na kuwa mbovu na kuharibika. Ndugu zangu katika imani, na uelewe ya kwamba wa idha saluha alqalbu, moyo ukitengea na ukiwa ni mzuri, moyo wa mtu kawa ni mzuri, saluha sairil jasad wa ruzika sahibahu albisharatu bil khair,
itatengea mwili mzima, na huyu mtu atakuwa ni mwenye kupewa bishara ya kheri. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika hadithi ya Nu'man ibn Bashir, ala inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluha al jasad wa idha fasadat fasada al jasad ala wa hiya al qalb. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema katika mwili wa mwanadamu kuna kiungo ambacho kwamba kiungo kama hichi kikitengea basi mwili mzima unatengea, na kiungo kama hichi kikiharibika basi mwili mzima unaharibika. Ala wa hiya alqalb, nao ni moyo. Ndugu zangu katika imani, tunataka tuangalie maradhi ambayo kwamba yamekithiri katika society yetu leo, ambayo kwamba tunaishi nayo, na maradhi ni mingi ndugu zangu Waislamu, lakini leo nataka tuangalie maradhi mawili peke yake, alafu na suluhisho lake ni nini. Ndugu zangu katika imani, moja katika maradhi ambayo kwamba tutakwenda kuzungumzia yamekithiri katika jamii yetu, na utakubaliana na mimi 100%, mojawapo na ashirku billah, mtu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu, leo imekuwa si jambo zito wala si jambo geni mtu kwenda kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na imezoeleka kitambo kwamba mtu anayemshirikisha Allah katika ibada ni yule anayeabudu masanamu peke yake. Si mwenye kuabudu masanamu peke yake ndio anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Elewa kwa makini Muislamu, kuna mambo ambayo kwamba leo tunayafanya katika jamii, na mimi ndio niko hapa. Tunataka tuzungumzie jamii yetu leo, tuone mambo gani wanaoyafanya na suluhisho lake ni nini. Kinyume cha shirki ni at-tauhid, watu kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, wa huwa ifradullahi bil ibada. Lakini leo watu walipokosa tauhid wakawa ni wenye kuvama na shirki ndani yake, na wakaona ni katika dini. Tutakuja mbele tupige mifano ndugu zangu katika imani. Wa huwa an yata'allaqa alqalb bighairi llahi ta'ala, ni mtu aufungamanishe moyo wake kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hubban, kwa mapenzi na kupenda, au rajaan, au kutaraji mazuri pengine yaliyotokamana na lile jambo ambalo kwamba ni la shirki, au khaufan, au kwa kuogopa, au tawakkulan, au kwa kumtegemea yule mtu ambaye kwamba ni kiumbe kama wewe, au khashia, au ukawa na hofu na kumogopa vile vile mtu kama huyu. Ahibati fillah, katika hili jambo la shirki anasema Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, mmoja katika maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anish shar makhafatan an yudrikani. Watu walikuwa wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam mambo ya kheri, lakini mimi nilikuwa nikimuuliza mambo ya shari, makhafatan an yudrikani, ili kuchelea na kuogopa isije ikanipata shari kama hii. Huyu ni Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema maneno haya. Lidhalika maneno haya tutaatilia mkazo vile vile na maneno ya mmoja wa salafuna salih aliposema, araftu ash-sharra la lish-sharr walakin litawaqqih wa man lam ya'rif ash-sharra min al-khair yaqa'u fihi. Asema nilijua shari si kwa ajili mimi nataka kufanya shari, lakini nilijua shari kwa ajili ya kuiepuka shari kama hii. Na yule mtu yoyote ambaye kwamba asiyejua shari, basi bila shaka huyu mtu atakuwa ni mwenye kuingia ndani yake. Na miongoni mwa shari ndugu zangu Islam ni hili jambo la shirk, watu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sikiliza hadithi iliyokuwa katika sahih Muslim min hadithi Jabir radhiyallahu anhu qala, asema ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam rajul, siku moja alikuja mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam mtu,
faqala ya Rasulullah mal mujibatani, akasema kumwambia ewe mtume wa Allah, ni mambo gani mawili ambayo kwamba yananipasa na ni ya lazima? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema man mata la yushriku billah dakhala aljanna, mwenye kufa hali ya kuwa yeye hamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala ataingia peponi. Wa man mata yushriku billah dakhala an-nar, na yule mwenye kufa anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ataingia motoni. مصداقا لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi yule mtu ambaye kwamba anamshirikisha yeye kwa kitu chochote, na anasamehe madhambi mengine kwa anayemtaka. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, yule mtu mwenye kumshirikisha Allah, ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia pepo. Leo shirki imekuwa wazi paruanja, mtu anamfanyia shirki mwenzake kwa minajili ya kumuondoa duniani. Wewe nani mpaka muondoe huyu mwenzako duniani? Ukiuliza ama ukifuatilizia, mbona anafanya hivi? Kwa ajili huyu amenishinda kiriski, huyu biashara yake imenoga, wacha mimi nimfanyie shirki mpaka awe hajitambui, hajielewi, mimi nipate kumwibia customer wake, au mimi nipate kuishikilia biashara yake. Mtu anakwenda kumfanyia shirki mwenzake, anakwenda kwa mganga, na katika hali ya kwenda kwa mganga, ndugu zangu Waislamu, huyu ni mtu amekosa imani. Na tulieleza katika durusi za Ramadhani sampuli za watu wenye kwenda kwa waganga. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man ata arrafan, yule atakayemwendea mganga, wasaddaqahu bima yaqul, na akamsadikisha kwa yale anayoyasema, huyu mtu fakad kafara bima unzila ala Muhammad, ameshakufuru kwa yale ambayo kwamba ameteremshiwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waislamu wengi leo wamekuwa na imani chache au imani dhaifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anakosa kuelewa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayempatia yeye riziki. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemtatulia yeye matatizo yake. Mtu anashikwa na matatizo ya kiulimwengu, badala amshtakie Allah subhanahu wa ta'ala, anakwenda kwa mganga kumshtakia matatizo yake. Wa ma'al asafi shadid, huyu mtu anaingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Leo mtu amebeba chuki katika moyo wake mpaka anaenda katika kutaka kumroga mwenzake na kumuondoa duniani. Na hii si kazi yako ndugu yangu Muislamu. Na wewe Muislamu ambaye kwamba unausibiwa na mambo kama haya, ama yule mtu anayekufanyia mambo kama haya, usiwe na imani chache vile vile. Elewa ya kwamba wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhtiak wa ma akhtaka lam yakun liyusibak. Chenye kukupata hakikuwa ni chenye kukukosa, na kile ambacho kwamba haukukipata hakikuwa ni chenye kukipata wewe. Ndugu zangu katika imani, watu leo wanaenda kwa waganga kwa ajili ya wao kutaka kufanikisha mambo yao. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema katika hadithi iliyoko katika Bukhari na Muslim min hadith Abi Dharr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ja'ani Jibril, alinijilia mimi Jibril, faqal, akasema man mata min ummatik la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna, mwenye kufa katika ummati wako hamshirikishi Allah na kitu chochote ataingia peponi. Qultu wa in zana wa in sarak, nikasema hata akizini na akiiba. Qala wa in zana wa in sarak, asema hata akizini na akiiba, maadamu amekufa muwahhid la yushriku billahi shay'a, Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza peponi. Atamuadhibu kwa kiwango cha miaka na masiku ya kumuadhibu, lakini maadama mtu kama huyu hajamshirikisha Allah kwa kitu chochote,
hatoingia motoni milele, bali ataingia peponi. Leo wako watu ambao kwamba wanafanya kazi za kuanga usiku, wanaruka usiku na vipepeo ama na mauteo, wanaenda kuroga watu ama anaenda kusawaza watu usiku katika majumba. Watu wamelala, lakini mtu anakwenda kuingia katika nyumba ya mtu kwa kutumia uchawi, kwa kutumia uganga, kwa kutumia yoyote ile njia ambayo kwamba ni ya kishetani, ili apate kudhuru watu. Hii ndio hali ambayo kwamba imefikia, ndugu zangu Waislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema katika hadithul qudsi, qala Allahu ta'ala, ya ibn adam, ewe mwanadamu, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubal, namna utakavoniomba mimi na kutaraji mazuri kutoka kwangu nitakusamehe wala sitojali. Ya ibn adam, law balaghat dhunubuka anana as-samaa thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubal, lau madhambi yako yatafika kileleni mbinguni kabisa kule, kisha ukaniomba msamaha mimi nitakusamehe. Huyu ndio Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibn adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi shay'an la ataituka biqurabiha maghfira. Ewe mwanadamu, lau utanijilia mimi umejaza katika huu mgongo wa ardhi madhambi matupu, lakini katika madhambi yale haujanishirikisha mimi na kitu chochote, Allah sema nitakusamehe wala sijali. Ewe mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla mauti ya kufikie wewe. Washughulika katika kumuondoa mwenzako duniani, Allah kakuondoa wewe, yule uliotaka kumuondoa kabakia. Utaenda kumjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala? Imefikia hali paka watu wanataka kuwana kwa ajili ya fulani simpendi, fulani ni kadhaa wa kadha, na hii ni katika mambo shirki kubwa. Mtu akifa ndani yake atakwenda kuingia motoni. Kadhalika min anwa'i shirk, wale wenye kutumia falaki. Falaki, ndugu zangu Waislamu, ni katika ushirikina. Asema Ibn Abbas, fi qaumin yaktubuna abajad, kwa wale watu ambao kwamba wanaandika abajad. Abajad ni zile leta za Kiarabu, alif ba jim ta. Ukienda kwa hawa waganga, wao wenyewe wanakuambia matabibu, lakini kiuhalisia ni waganga. Asema Ibn Abbas, kwa hawa watu wenye kuandika maharufu kama hizi za Kiarabu, wayandhuruna fi nujum, kisha wanatizama nyota. Wale wenye kuangalia juu mbinguni wanasema, wewe bana, nyota yako wewe siku fulani au tarehe fulani au wakati fulani utapata kitu fulani kizuri. Ibn Abbas asema, ma ara man fa'ala dhalika inda Allahi min khalaq. Asema sioni yoyote yule ambaye kwamba anayefanya vituko kama hivi, wenye kwenda kuangalilia falaki, wenye kwenda kuangalia nyota, sioni kwamba atapata nasibu yoyote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ina maana huyu mtu vitendo vyake ni habaan manthura. Yule mwenye kufanya falaki, hata akawa ni ustadhi, lakini unatumia falaki kwa ajili ya mambo ya shari na kupoteza watu, ujue kwamba wewe hauna nasibu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل: إن للمتقين مفازا. Ahibati fillah, haya ni maradhi ambayo kwamba tumeyataja, maradhi ya ushirikina yako katika nyoyo zetu, na ilaji ya maradhi kama haya ni at-tauhid. Watu kulazimiana na tauhid, watu kulazimiana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Leo watu walipoidharau na kuiacha tauhid, ndio mambo yakawa ni haya. Watu wanaingia na kufanya ushirikina
kiasi cha kwamba yule mtu anayekuja kutoa watu katika giza la shirki anaonekana ni adui. Anapoambia watu falaki haifai, anapoambia watu shirki haifai, anaonekana yeye huyu si msomi, anaonekana huyu amekuja kutaka kufarikisha jamii. Kumbe haya mambo ambayo kwamba yanaendelea katika jamii ndio maovu mno, lau kanu ya'lamun. Almaradhu thani, kwa haraka ndugu zangu katika imani, katika min amradhil qulub alkibr, ni kibri. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoeleza taarifu ya kibri kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr, hatoingia peponi yule mtu ambaye kwamba katika nyoyo yake au katika moyo wake kuna tembe ndogo ya kibri. Masahaba akamwambia, ya Rasulullah, inna ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbahu hasana wa na'lahu hasan, mtu anapenda kuvaa nguo mzuri, viatu vizuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, Mwenyezi Mungu ni mzuri, anapenda mazuri. Al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas, kibri ni mtu kuikataa haki na kudharau watu. Wa ma'al asafi shadid, ikhwani fillah, tuko nao katika jamii yetu watu ambao kwamba ni mutakabbirin, wanajiona kwamba wao kwa kuwa wana position fulani katika society basi hawezi kukaa na mtu ambaye kwamba ni wa tabaka la chini. Yeye hawezi kuja katika swala hapa kwa kuwa ni mtu ambaye kwamba ni ana uwezo fulani akawa ni mwenye kushikamanisha safu na wenzake katika swala. Tuko nao watu sampuli hini, wanakuja msikitini, wanaambiwa katika taswiyatu sufufu, wanatoa maneno ambayo kwamba ni ya kukataa haki ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yule imamu ama wale watu wenye kukukumbusha kuhusiana na kupanga safu vizuri, si maneno yao, ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe leo umekuja msikitini, unataka kunyosha miguu yako mashariki na magharibi, huku umeacha mwanya katikati huku na huku, alafu wataka swala yako iwe ni mzuri na imetimia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Isitoshe na mtu kutoa na maneno ya ufidhuli kwamba nyinyi mwasema tukilingamanisha safu zetu shetani hatopita, na hapa katikati mumwachia nani? Si shetani na nafasi mzuri ya kuingia kati? Haya ni maneno ya kibri na maneno ya ufidhuli, ndugu zangu Waislamu, Muislamu hafai kuwa nayo. Kadhalika hadithi imekuja vile vile katika hadithul qudsi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, asema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla al-kibriya'u ridai wal-'azamatu izari man naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam. Kibri ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hafai mwanadamu kuwa na sifa kama hini. Man anta hatta tatakabbar, wewe ni nani mpaka unafanya kibri? Kwa kitu gani ndugu yangu Muislamu unafanya kibri? Min ajli dunya, kwa ajili ya dunia. Ad-dunya mal'una, dunia imelaaniwa, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, asema ad-dunya mal'una, dunia imelaaniwa. Illa dhikra Allah, isipokuwa yule atakayekuwa anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, au aliman wa mawala, au mutaalliman, au yule msomi mwanachuoni, au yule anayejifundisha. Hawa watu sampuli tatu ndio anakuwa ni wenye kusalimika na dunia kama hini. Na maana ya mal'una kama walivyoitafsiri maulama, madhmuma. Kwa hiyo usijifakhiri ndugu yangu Muislamu kwa ajili ya cheo ulichokuwa nacho. Cheo ni cha kidunia tu, kitaondoka, na lau kingelikuwa ni chenye kudumu kisingibakia kwa wengine mpaka ukakipata wewe. Sisi leo twajigamba na position ambayo kwamba tuko nazo katika society, mpaka unamdharau yule mtu wa chini kwa ajili ya mambo tu ya kidunia. Ndugu zangu katika imani, hili ni jambo ambalo kwamba halitakiwi katika mujtama.
Na moja katika alama za kibri ni kumdharau mwenzako. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullu almuslim ala almuslim haramun maluhu wa irduhu wa damuhu bihasbi imri'in min ash-sharr an yahqira akhahu almuslim. Kila muislamu kwa muislamu mwenzake ni haramu kumwaga damu ya muislamu mwenzake. Yatosha kwa mtu kuwa ni shari kwa kule kumdharau ndugu yako muislamu. Sifa ya dharau ni sifa ya kibri, na Allah subhanahu wa ta'ala amesema la yaskhar qaumun min qaum, watu wasidharauliane wao kwa wao. Asa an yakunu khairan minhum, huenda yule unayemdharau na ukajiona wewe ni bora kuliko yeye, Allah asema asa an yakunu khairan minhum, huenda wakawa wale wenye kudharauliwa ni bora kuliko wale wenye kudharau wenzake. Wako wapi kina Namrudh? Kina Namrudh walikuwa ni wafalme ambao kwamba tuweza kusema takriban dunia nzima walikuwa wao ndio wenye kuiendesha, lakini walipofanya kibri na kusema kwamba ana uhi wa umit, mimi nahuisha na nafisha, Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kumpatia adhabu yake, ndio ikawa ni sababu ya huyu mtu kuondoka duniani. Yuko wapi Qarun aliyekuwa na mali chungu mzima? Pengine wewe unajifakhiri una hata ndururu, lakini hawa ni matajiri ambao kwamba tumeelezwa ndani ya Qur'an. Firaun yuko wapi? Lakini hawa wote leo vyeo vyao, mali yao, kila kitu chao kilichokuwa cha hapa duniani walikiacha, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala adhabu inasubiri. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, si sifa mzuri Muislamu akawa anasifika kuwa ni mutakabbir. Na miongoni mwa hadithi zilizokuja tukimalizia khutba yetu, kwa sababu ya kuzungumzwa ni mingi, lakini haya ni maradhi ambayo kwamba vile vile yameingia katika jamii, lakini napenda kumaliza na athar ambazo kwamba ni mbovu zinazokuwa na yule mtu mwenye kibri. Ukitaka kujua mtu mwenye kibri, mojawapo ni kuwa anapozungumza na wenzake anakuwa ni mwenye kugeuza sura yake na kuwadharau. Na hili jambo limetaja katika Qur'an, katika wasia wa Luqman al-Hakim akimusia mwanawe akimwambia, wala tusahhir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Usiwe ni mwenye kugeuza sura unapozungumza kwa watu. Yani wewe wazungumza na mwenzako kwa kuwa huyu wamuona hana maana, si lolote si chochote, wewe wazungumza huku umemgeuzia sura. Wala tamshi fil ardi marha, usitembee katika huu mgongo wa ardhi ukijigamba. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah subhanahu wa ta'ala hapendi kila yule mtu ambaye kwamba ni jabari, ambaye kwamba ni kibri, anayejifakhiri. Allah subhanahu wa ta'ala hapendi mtu kama huyu. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah subhanahu wa ta'ala hapendi hao wenye kufanya kibri. Kadhalika katika athari mbaya za mtu ambaye kwamba ni mwenye kibri ni italati thawbi wa jarruhu ala al-ardh, mtu kurefusha nguo yake na kuiburuza katika ardhi. Na ndio maana utakuta mashekhe wengi wanakuwa ni wenye kueleza masala kama haya ya Waislamu, mwanamume asiwe ni mwenye kupitisha nguo yake chini ya macho ya miguu, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma asfala baina al-ka'bayn min al-izar fa fi an-nar, chenye kupita chini ya macho ya miguu au chini ya mafundo mawili ya miguu, ile sehemu inakwenda kuchomwa na moto. Na Mtume akasema libasul mu'min nisfu sak, vazi la mu'min ni mtu kuvaa kanzu au suruali au kikoi nusu sak. Lakini leo mtu anataka avae nguo yake hiyo imeburuta chini, inazoa uchafu, kisha huyu mtu anaingia msikitini anaswali. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hili anasema kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ani nabii sallallahu alayhi wasallam qala la yanzuru Allah ila man jarra thawbahu khuyala, Allah subhanahu wa ta'ala hatokwenda kumtizama huyu mtu ambaye kwamba anaiburuta nguo lake kwa kibri. Na hii ni am, ndugu zangu katika imani, iwe ni kibri iwe si kibri. Ikiwa ni kibri ndiyo mbaya zaidi,
Na ikiwa si kibri, pia haifai vile vile Muislamu mwanamume nguo yake ikaburuta chini. Si maneno yangu, ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa unataka kupinga, pinga hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na zimekuja hadithi nyingi, lakini kulingana na wakati tosheka na hili la Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema Allah subhanahu wa ta'ala haendi kumwangalia yule mtu ambaye kwamba anakuwa ni mwenye kuburuza nguo yake katika ardhi. Ibadallah, tutosheke na maradhi haya mawili ambayo kwamba tumeyataja. Tukipata nafasi siku za mbeleni tutakuja ni wenye kuendeleza nukta zingine ambazo kwamba zilizobakia. Mambo ni mingi, kuna hasad, kadhalika ni min amradhi alqulub, kuna hikdi, kuna baghdha, kuna shahna. Haya yote ni katika mambo ambayo kwamba ni amradhi alqulub, maradhi ya moyo. Ndugu zangu katika imani, mwisho wa maneno yangu hapa, nimepewa matangazo mawili au matatu. Tangazo la kwanza, katika msikiti huu Masjid Abdul Malik, kuanzia Jumatatu mpaka Alhamisi kuna durus ambazo kwamba zinaendelea hapa, na hii ni fursa kwa watu wa Maweni na vijana wa Maweni haswatan, pamoja na wazee. Mtu asiseme kwamba mimi ni mzee, umri umeenda, siwezi kusoma tena. Hapa alhamdulillah kuna mashekhe, kadhalika kuna maikhwa ambao kwamba tunawafahamu na tunawatambua minas salafiyun, wanakuja wanaendeleza durus za ambazo kwamba si kokote kule ambazo kwamba zinapatikana. Kwa hiyo tutie bidii katika kuhudhuria majalisi ilmu kama hizi, ili kwa faida yetu sisi wenyewe. Hili ni la kwanza. Jambo la pili, kuna mchango ambao kwamba unaofanyika kila mwisho wa mwezi na mwanzo wa mwezi katika msikiti huu, na sote tufahamu ni mchango wa wakfu. Na wakfu wenyewe nadhani mnavyoiona, kuna madrasa hapo, kama kuna na nyingine pia watatuambia zaidi. Lakini hili jambo la wakfu, ndugu zangu Waislamu, tusichoke, tusione mbona tukija msikitini tuambiwa tutoe pesa. La, hii ni kwa ajili ya wewe mwenyewe kuweka akaunti yako ya milele. Huwezi jua ni amali gani ambayo kwamba ukiondoka duniani itakwenda kukunufaisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalika, tunapomaliza kuswali tusiwe na haraka kutoka, kama tunavyowataarifu kwamba kuna mchango wa wakfu utakuwa ni wenye kuendelea. Kadhalika, jambo la mwisho ambalo kwamba nimepewa vile vile, inshallah siku ya Jumapili baada ya salatul maghrib, kama takuwa sikukosea, kutakuwa kuna wageni kutoka Mombasa, na hawa wageni wanakuja na shekhe kutoka Yaman, katika mashekhe wa Kisunni. Kwa hivyo pia tujibidishe katika kuja kufahamishwa na kukumbushwa mambo muhimu ambayo kwamba yanaambatana na dini yetu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Radiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma akrimna wa la tuhimna وزدنا ولا تنقصنا وكلنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الزهد في الدنيا